Simulizi yetu ya kusisimua inaanzia katika kijiji cha Lupengo, kijiji ambacho kilikuwa tulivu sana. Mandhari ya kijiji hicho ilivutia sana wenyeji, lakini si wenyeji tu pekee, ila mpaka wageni ambao hutembelea kijiji hicho walikuwa wakimwaga sifa kede kuhusu kijiji hicho cha Lupengo. Naitwa Elnaid Fantastic. Kuwa nami kuanzia mwanzo wa simulizi yetu mpaka mwisho. Mwandishi anaitwa Official Duli. Haya, twende. Kijiji hicho kilijaliwa uoto wa asili ambao ulifanya kila sehemu kwa kijani, na pia kilibarikiwa mto ambao ulitiririsha maji safi ambao ulifanya wafanyakazi wa kijiji hicho kunufaika na mto huo. Pembezoni mwa mto huo alionekana binti mmoja akichota maji, na binti yule alikuwa wa makamo, unaweza kusema na miaka 24 ama 23 vile, kwa kumtazama tu kwa haraka. Binti yule alikuwa mweupe kiasi na alikuwa mrembo si haba, yani Mungu alimuumba kwa ustadi wa hali ya juu sana na kumfanya awe na mvuto wa aina yake ambao kwa mwanaume yoyote yule ambaye ana hisia na mwenye bahati ya kumuona basi lazima angevutiwa naye. Basi wakati anachota maji, walifika mabinti wengine wawili na walionekana kufurahi sana kumuona binti huyo. Huenda alikuwa akimfahamu ama la, lakini walipofika karibu yake walianza kumpigisha story. Oh, jamani Diana. Yaani mpaka na kuonea wivu. Hivi kweli unakwenda kuolewa na kijana mfalme? Oh jamani, shoga yetu. Yalikuwa ni maneno ya binti mmoja ambaye alifika hapo pamoja na mwenzake. Lakini maneno hayo yalimfanya Diana atabasamu, kwa maana hata yeye mwenye ndoa hiyo alifurahia sana. Msijali jamani. Mnajua kwanza kabisa nawapenda shoga zangu Shani na Zamda. Alafu niwaambie hata nikiolewa sitawasahau, nitawakumbuka sana. Na ninaweza hata kuomba nafasi mtembelee katika himaya ya baba mkwe, yani katika ufalme. Diana alizungumza na huku machozi ya furaha yakimtoka na kuwasogelea rafiki zake na kisha aliwakumbatia, maana alikuwa akiwapenda sana na walikuwa wote tangu wakiwa watoto wadogo. Nitafurahi sana siku nikifika huko katika ufalme, maana nausikia tu, lakini siku nikifika itakuwa nimetimiza ndoto yangu mimi. Zamda kwa bashasha alitoa yake moyoni na kufanya wote kwa pamoja waanze kucheka. Jamani, hebu inatosha, tusipige sana story, mwisho tukachelewa kwenda hata kufanya kazi zingine. Mimi tayari nimejaza ndoo yangu sasa. Choteni maji tondokeni. Si mnajua muda umekwenda. Ni saa 7 mchana huu sasa. Diana alichukua ndoo yake na kuiweka kichwani na kisha akawasubiri wenzake ambao walichota maji na safari ikaanza kutoka hapo mtoni. Lakini njia nzima Zamda na Shani hawakuacha kumpongeza Diana kwa bahati aliyokuwa ameipata. Maana wanawake ni wengi sana hapo kijijini. Walitamani sana nafasi hiyo, lakini bahati ilimwangukia Diana. Jamani, hizi pongezi sasa si zinatosha. Mwisho zitanilemea. Kwa hiyo jamani, nawaombeni hata mpunguze hizo pongezi. Msifanye nikajione princess wakati bado hata sijaolewa. Shoga yangu. Okay, basi sawa, tutapunguza, lakini natamani mimi ningekuwa wewe. Basi ilikuwa ni utani na pongezi kwa Diana ambazo zilikomea baada ya kufika njia panda na kila mmoja kushika njia yake na kuelekea kwao. Maana hawakuwa wakikaa sehemu moja, ila walikuwa wakikaa mbalimbali japo kijiji kimoja. Diana alifika kwao na kukuta wageni wengi sana wamewasili, na wengi aliowatambua walikuwa ni ndugu zake kutoka vijiji tofauti, na walikuja kwa lengo moja tu na sio jingine, ila ni kuhudhuria harusi yake ambayo inakwenda kufungwa siku 3 mbele. Basi tutoke kwa Diana twende ndani ya ufalme sasa, ambapo huku ndipo alipokuwa kitokea bwana harusi. Lakini upande wa bwana harusi mambo yalikuwa mubashara sana. Kulifanyika tafrija kubwa sana, na yote ni maandalizi ya harusi. Kama unavyojua kila sehemu huwa na tamaduni zao pia. Mfalme Chelea ambaye ndio kiongozi wa kijiji hicho cha Lupengo, kwa upande wake alikuwa na furaha sana muda wote, huku akiwa sambamba na Malkia Sayuni ambaye ndiye mama mzazi wa kijana yule aliyefahamika kwa jina la Sekwa.
na ndiye alikuwa bwana harusi mtarajiwa Sekwa. Mapokezi ya wageni yalikuwa ni makubwa sana. Falme kutoka vijiji mbalimbali vilifika, zikiongozana na familia zao pia, ambazo zilikuja baada ya kupata mwaliko kutoka kwa Mfalme Chelea. Hawakuja mikono mitupu, ila walikuja na zawadi mbalimbali za samani, zikiwemo dhahabu na hata mikufu ya almasi kwa ajili ya kukabidhi kwa wanandoa wale ambao wanakwenda kufunga pingu za maisha siku zijazo. Hongera sana mzee mwenzangu, ama kwa hakika kijana wako amekuwa ni kijana mkubwa sana, na ni jambo jema sasa kupata mke ili kukuza familia ya kifalme. Shukrani sana mzee mwenzangu, na naamini sasa nitapata wajukuu wa kucheza nao na hata kunivuta ndevu pindi nikiwa nimelala. Nashukuru Mungu kwa kweli. Yalikuwa ni mazungumzo yaliyojaa utani sana na ucheshi. Maana Mfalme Chelea alikuwa ni mtu anayependa sana utani, hasa siku akiwa na furaha kama siku hiyo ambayo kwake ilitamani siku moja ije kutokea katika maisha yake. Basi tuachane na ufalme, tuachane na kule kwa Chelea, tuje kwa kijana Sekwa, mtoto wa mfalme ambaye ndiye bwana harusi mtarajiwa. Na siku hiyo kwake alikuwa na furaha sana, lakini furaha yake iliwagharimu wengine, hasa kwa kijana Seron ambaye alikuwa mtumishi katika falme hiyo. Seron alikuwa ni mtumishi, na ninaweza kusema ni mtumishi, ila ni kama mtumwa ambaye alikuwa akiishi katika falme hiyo kwa mateso makubwa sana. Haikufahamika kwa nini. Kadri simulizi yetu inavyokwenda tutafahamu zaidi, wewe nisikilize tu. Lakini nikukumbushe wewe msikilizaji, ni follow Instagram, natumia @official_Elnai_tz. Nenda TikTok kwa akaunti yangu, natumia elnaifantastic. Nitumie message pale ama ni follow. Tuna magrupu yetu ya WhatsApp pia. Tutakwenda kukuunganisha katika grupu la WhatsApp la Mengi Simulizi. Tuendelee na simulizi. Basi Sekwa, kijana wa mfalme, furaha yake siku hiyo ilikuwa ni kero sana kwa Seron, ambaye alikuwa ni mtu wa kunywa pombe na rafiki zake ambao walikuja kumpongeza, lakini pombe hizo zilikuwa juu ya mgongo wa Seron ambaye alifanya kwa meza. Prince, tafadhali naomba nipumzike. Mgongo wangu unaniuma sasa. Yaani tangu asubuhi nimeka hapa. Naumia sana Prince. Seron ambaye ni mtumwa alizungumza kwa tabu sana, maana alikuwa amechoka sana na huku jasho jingi likimshuka, lakini Sekwa hakujali wala kumsikiliza. Jamani, nina jambo nataka kuambia, alafu naombeni ushauri wenu rafiki zangu, naamini mtanishauri vizuri. Sekwa alizungumza na huku akiwatazama wenzake kwa zamu, ambao walikuwa wakiwasubiri kusikia anataka ushauri gani kwao. Zungumza tu, tupo tayari kukushauri Sekwa. Okay sawa. Ila mimi kama mnavyonifahamu kwamba si mpenzi wa kupenda sana kutoka kwenda mitaani. Yaani kiufupi huwa sipendi kutoka ndani ya himaya ya kifalme. Sasa na hii harusi ndio inakaribia, na pia mke namtaka kweli. Kwa hiyo naomba mnishauri nifanye nini. Angali mimi sipendi sana kuzurura nje. Sekwa swali lake lilifanya wenzake wacheke sana, maana walimuona ni mtu ajabu sana kiukweli. Jamani sasa, mnanishauri ama mnanicheka? Mbona kama nashindwa kuelewa? Hapana Sekwa. Sio kwamba tunacheka, lakini unaonekana ni mtu ajabu sana. Yaani unataka mwanamke alafu unaona shida kwenda kumuoa. Lakini sio mbaya. Nina wazo moja tu kama utaona linafaa kwangu. Wazo gani rafiki yangu? Nilikuwa naona utafute mtu akakuolee, alafu alete mke hapa, na atakayefanya hivyo ni huyu mtumwa wako Seron. Yaani atafaa kabisa. Ushauri huo ulimstua sana Sekwa, na hata Seron mwenyewe ambaye alijikuta kimwaga pombe zilizokuwa mgongoni kwake kwa mstuko. Hapana mimi siwezi kufanya hivyo Prince, siwezi. Seron alijikuta kitetemeka sana kwa hofu, lakini Sekwa alisimama na kuanza kumshusha kipigo pasipo sababu ya msingi.
Jamani, mimi nimekubali wazo lenu na najua wazazi wangu hawawezi kunipinga kwa sababu huwa wananisikiliza sana. Sasa subiri nikazungumza nao, wakikubali tutafanya hivyo. Seku alisimama kutoka nje ambapo tafrija ilikuwa ikiendelea. Kelele pamoja na shangwe na kupamba moto. Na huku nyuma akiwemo Seron ambaye alikuwa kama mlinzi wake. Sasa wewe mtumwa, nisikilize nikwambie kitu. Nisikilize kwa makini. Tukifika pale sio uanze kukataa. Yaani wewe chochote kuulizwa, sema nimekubali. Unaelewa? Lakini Prince, sasa nawezaje kukubali kuwa mwanamke wako? Nawezaje? Sio unaoa wewe, ila unakwenda kuniwakilisha mimi. Sasa tulia, usilete papara. Lazima ukubali, sawa? Okay Prince, okay. Seron ni mtumwa, ilibidi awe mpole mpaka walipofika kwa mfalme na kuongea naye, ambapo mwanzo aliweka ugumu, lakini baadaye ilibidi akubali kishingo upande, maana alimjua kijana wake ni mkorofi sana. Huenda hata harusi yenyewe akaivunja. Sawa, tumekuelewa. Lakini kingine, kwa kuwa hata ukweni hawakufahamu, basi inabidi tu Seron ndiye avae mavazi ya bwana harusi na kwenda kukuwakilisha wewe. Sijui tutakuwa tumeelewana hapo? Ndio baba. Mipango ilifanyika vizuri kwa pande zote mbili. Hatimaye siku ya harusi iliwadia, ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana na familia zote mbili. Upande wa familia ya mfalme, Seron ndiye alivaa mavazi ya bwana harusi, lakini upande wa Diana alikuwa naye amevaa mavazi ya bibi harusi. Jamani Diana mwanangu, nitakumisi sana. Na tena sana tu. Lakini ninachokuomba ni kitu kimoja tu kwako. Ukifika kwa mume wako, naomba umheshimu sana. Umpende na pia uwapende wazazi wake. Sijui unanielewa? Nimekona mamangu. Na mimi pia nitakumisi sana. Nitakumisi kuli mamangu pamoja na baba pia. Diana alijikuta mpaka akilia. Lakini wakati mazungumzo yakiendelea, waliingia rafiki zake wa karibu, Shani pamoja na Zamda, na walikuwa wamependeza haswa, na yote ni kufurahia ndoa ya rafiki hao. Mama Diana, baada ya kuona rafiki yake wa Diana wakiwa wamefika pale, naye alitoka nje na kuacha wazungumze ya kwao, huku wakati huu akivuta subira kusubiri bwana harusi awasili. Lakini Diana, mimi nahisi mume wako atakuwa ni mzuri sana. Maana asilimia kubwa watoto wa kifalme wao wanakuwa na mionekano ya kipekee sana. Acha tuone. Lakini bado sijampenda, ila nitampenda pale ambapo nitamuona. Kwa hiyo sina shida zaidi tu kusubiri. Sina namna. Kabla Diana hajamaliza kuzungumza, walisikia shangwe nje ambazo ziliambatana na ngoma, na hili ashiria bwana harusi tayari amewasili. Diana, mume huyo, acha sisi tutoke nje. Najua ataingia sasa hivi kukuona huko ndani. Zamda alizungumza na kumshika mkono Shani, ambao walitoka nje na kumwacha Diana katika majonzi, maana alijua hatawaona mara kwa mara rafiki zake kama walivyozoea. Bwana harusi alipokelewa akiwa na zawadi nyingi sana. Zawadi zile zilikuwa za kuacha ukweni, lakini hakuna hata mmoja aliyemtambua kwamba si yeye bwana harusi, lakini ni mtumwa ambaye alikuwa akiwakilisha mtoto wa mfalme. Jamani, bwana harusi mbona mzuri hivi? Alafu anaonekana ni mpole sana, mwenye adabu mpaka raha. Ilikuwa ni minong'ono ya watu chini kwa chini, ambayo ilimfanya Diana asikie na kuingiwa na shauku ya kutaka kumwona mume wake mtarajiwa. Basi taratibu zilifanyika na ndoa ilifungwa kimila, na mwisho bwana harusi alipata ruhusa ya kwenda kumwona mke wake. Taratibu sana alijiongea na kuingia katika chumba alichokuwa Diana, lakini Diana, kitendo cha kumwona mume wake, alijikuta mapigo ya moyo yakimwenda kasi, na tena sio ya kawaida yake. Macho ya Diana aliganda kumtazama Seron, ambaye alikuwa akitazama pembeni.
Hakutaka kabisa kumtazama Diana usoni kutokana na aibu aliyokuwa nayo, lakini pia alikuwa kimheshimu sana Diana, maana alitambua ni mke wa Prince ambaye anaitwa Sekwa. Hivyo hakuwa na ujasiri wa kumtazama usoni kabisa. Sasa huyo mwanaume vipi? Mbona kama anashindwa kuniangalia hata usoni? Lakini ni mzuri sana. Ama kwa kweli nimepata mwanaume mwenye mvuto. Diana alijisemea mwenyewe na kujikuta mbali kimawazo, mpaka pale baba yake alipoingia na kumsemesha, na aliingia kwa lengo la kumkabidhisha Diana kwenye mikono ya Seron. Diana, shida nini mwanangu? Mbona uko mbali sana kimawazo? Hutaki hata kumsemesha mume wako au unawaza nini? Unatuwaza sisi? Ndiyo baba. Hapa nawaza kama nitaondoka na sijui mtaishije. Maana umri wenu umeenda sana. Sasa kazi za hapa na pale na nitafanya. Atafanya nani baba? Usijali binti yangu. Sisi ni wazee lakini tuna nguvu. Kwa hiyo hata usijali kuhusu sisi. Inuka nikukabidhi kwa mume wako. Maana hatuna muda kupoteza tena mwanangu. Baba Diana alimuinua binti yake na kumshika mkono, na kisha alichukua mkono wa Seron ambaye alionekana kusita, na hii kidogo ilimshangaza sana baba Diana, ila hakujali. Alichukua mikono yao na kuiunganisha pamoja. Kijana, najua unampenda sana binti yangu, na ndio maana umekuja kumwoa. Sasa nilikuwa nakuomba uishi naye kwa amani na furaha sana. Usimwache ateseke na wala kumwaga machozi yasiyo na sababu. Naamini umenielewa kijana wangu. Baba Diana alizungumza kwa uchungu sana na hisia kali, maana alikuwa anakwenda kutengana na binti yake ambaye alimzoea sana. Baba, usijali na kuahidi nitamlinda binti yako na kuwa naye bega kwa bega, na pia sitaruhusu ateseke. Kwa hiyo ahadi yangu ni hiyo mzee wangu. Kijana yule Seron alijikaza sana. Alijikaza kuzungumza maneno hayo ambayo alimfanya Diana na baba yake watabasamu. Basi maharusi sasa ilibidi watolewe nje, ili ndugu, jamaa na marafiki waweze kuwaona, na ndipo Shani na Zamda walijikuta na furaha sana baada ya kumwona rafiki yao akiwa sambamba na mume wake. Lakini Zamda, unamwonaje yule mwanaume? Ni handsome Kweli, yani ni handsome mpaka raha. Na ndio maana wadada wengi wa kijijini walikuwa wanataka nafasi hii waipate. Lakini sio mbaya, ameipata rafiki yetu. Basi acha na sisi tujivunie pia. Zilikuwa ni sifa alizotoa marafiki hao, huku akimpungia mkono Diana ambaye aliwaona na kujikuta kitabasamu na machozi akimshuka. Ilikuwa ni kwa heri ya kuonana kwa watatu wale waliopendana sana kwa muda mrefu. Na muda huo huo Diana alipanda katika kigari cha farasi ambacho kiliandaliwa kwa ajili yao, na kisha wazazi wake walimpa baraka na kumwaga kwa majonzi sana. Ama kwa hakika ilikuwa ni siku ya furaha iliyojaa majonzi kwa watu wa karibu sana na Diana ambao walimzoea pia. Huku upande wa Prince Sekwa tukirudi, alikuwa hatulii, maana alikuwa na shauku ya kutaka kumwona mke wake, kwa sababu hata yeye hakuwahi kumuona live yule binti, ila tuliwahi kuonyeshwa katika picha na baba yake, ambayo ilipelekea kumshawishi na kumpenda Diana. Sawa vipi tena? Ina maana mpaka muda huu wana watu au ndio wanataka kuzana mtoto huko tena jamani? Ilikuwa ni mawazo ya Sekwa ambaye alikuwa akitembea mwenyewe sebuleni mpaka pale mama yake alipofika. Jamani mwanangu, sasa utatembea mpaka saa ngapi? Kama mke anakuja, si anakuja tu. Maana nimewasiliana na baba yake, anasema ndio wanavuka mto. Kwa hiyo hivi punde atafika hapa. Malkia Sayuni ilibidi amtulize kijana wake ambaye alikuwa na shauku kubwa sana kumuona mke wake. Sawa mama, lakini wamekawia sana. Ni sawa mwanangu, huwezi kujua kulikuwa kuna mambo gani yanaendelea. Lakini usijali, mke wako atakuja tu.
Naamini utafurahi sana kijana wangu. Wakati Malkia Sayuni anamtuliza kijana wake, huku upande wa pili wa msafara ulikuwa njiani kuelekea lilipo jengo la kifalme, lakini njia nzima Seron hakumsemesha mke wake. Alikuwa kimya sana mpaka hata Diana alimshangaa. Hello mume wangu, mbona upo kimya sana jamani? Au kuna jambo linakutatiza? Lakini kuna jambo linakutatiza, wewe niambie tu kama lipo. Mume wangu. Diana ilibidi sasa muulize mume wake swali hilo. Na bahati nzuri Diana hakuwa ni mtu mkimya. Yaani alipenda sana kuzungumza. Swali hilo lilimpa kigugumizi Seron kulijibu. Maana alikuwa mwoga sana hatari. Na hiyo ilikuwa kawaida yake tangu akiwa kijana mdogo. Na huenda ilitokana na malezi yake ya ukuaji pia. Maana alikuwa mtu wa kunyanyaswa sana kiasi kwamba alijijengea uoga kwa kila mtu. Hapana. Hakuna kitu nawaza. Ila ni vile nipo na furaha, yani siamini kama ingefika siku kama hii na mimi ningeoa. Ni furaha tu. Basi usiwe na wasiwasi. Samu mwangu. Maana hii ni moja ya stage ya maisha ambayo kila binadamu mwenye vigezo vya kuoa ama kuolewa hupitia. Kwa hiyo usijali. Diana alimshika mkono Seron na kumlalia begani. Kiufupi alimpenda sana mume wake. Pasipo kufahamu alikuwa ni mtumwa wa mume wake. Mume wake halisi alikuwa ni Sekwa, mtoto wa kifalme. Lakini huyo Seron alikuwa ni mtumwa. Safari iliendelea na hatimaye kwa mbali sana waliliona jengo kubwa sana. Na ndio lilikuwa jumba la kifalme. Hivyo Diana kitendo cha kuliona alifurahi sana. Lakini Seron hakufurahi hata kidogo. Maana aliona anarudi katika mateso. Mume wangu jamani. Kumbe jumba lenu ni kubwa hivi. Yaani siamini. Na kwanza sijawahi kufika, huwa nasikia tu kwa rafiki zangu. Wakiwaga wananisimulia ndo huwa nasikia. Na hatimaye leo nimeliona kwa macho yangu. Ni zuri sana mume wangu, nimelipenda. Diana alikuwa haamini na furaha yake ilizidi kina. Kila dakika alikuwa akifurahi sana. Lakini alipomtazama Seron na kumwona na furaha, jambo lililomfanya ajiulize sana maswali mengi kichwani. Hivi mume wangu, shida yake ni nini? Mbona hana furaha kabisa? Au ndio kwa sababu ndoa? Lakini hapana. Itakuwa tu hayupo sawa. Diana hata furaha naye mwenyewe iliweza kukata ghafla. Na muda huo alikuwa tayari amefika nje ya geti kubwa la kifalme ambalo lilinakishiwa kwa dhahabu. Huku upande wa Sekwa alikuwa na furaha sana baada ya kusikia ngoma na vigelegele, maana alitambua mke wake tayari ameshafika na ndiye aliyekuwa akimuwaza sana muda wote. Mama, nina amani sasa, mke wangu amefika. Nina amani mama. Ini hata sijui niseme nini kwa jinsi nilivyokuwa na furaha. Sekwa alijikuta akipiga mayowe na kurukaruka. Mpaka Malkia Sayuni pamoja na walinzi waliokuwa pale walianza kuangua kicheko. Haya mwanangu, inatosha, najua jinsi gani upo na furaha kiasi hicho. Kwa hiyo unatakiwa kwenda kumpokea mke wako sasa. Malkia Sayuni aliinuka katika kiti chake na kuongoza nje, huku alifuatiwa na Sekwa ambaye alikuwa na furaha isiyokuwa kifani. Baada ya kufika, farasi walisimamishwa na mlango wa kile kijumba alichokuwa Diana pamoja na Seron ulifunguliwa na watumishi ambao walikuwa na jukumu hilo. Princess, tafadhali nipatie mkono, tumefika sasa. Yalikuwa ni maneno aliyopenya vyema katika masikio ya Diana. Lakini alikuwa kama hajasikia vizuri na alikuwa haamini baada ya kuitwa princess. Princess, tafadhali nipatie mkono wako. Haya, huu hapa mkono wangu. Diana haraka alimpatia mkono ule mtumishi na kushuka ndani ya kile kiusafiri ambacho alikitumia kusafiria. Kitendo cha kushuka tu, macho yake alikuwa busy sana kuzunguka huko na kule kutazama kasri lilivyokuwa kubwa na ilivyokuwa inavutia. Maana tangu akiwa mdogo alikuwa akisikia midomoni mwa watu, lakini siku ya leo alijionea mwenyewe kwa macho yake na ndio ilimfanya azubae. Hamu ya kutazama kasri ilipoisha, macho yake yalitoa mbele ya mwanamke mmoja mrefu na ni mtu mzima ambaye alivalia mavazi yaliyopambwa vizuri kwa vitu vya dhahabu pamoja na almasi. Na pia alikuwa na taji kichwani mwake ambalo lilimfanya Diana kumtambua alikuwa ni malkia. Lakini sasa malkia yule pembeni yake alisimama mwanaume,
na alikuwa ni kijana. Ni kidogo tu ikimfanya ubongo wake kuchemka na kumtafakari mwanaume yule ni nani. Mwanaume yule atakuwa ni nani? Au atakuwa mume wa Malkia? Mbona hapana. Mume wa Malkia ambaye ni mfalme ni yule anashuka katika farasi. Ila huyu lazima atakuwa ni kaka wa mume wangu. Naamini hivyo. Baada ya kumtafakari, ule mwanaume alipata jibu ambalo aliliamini, lakini hakujua kama ndiye mume wake halisi. Lakini wakati amesimama hapo, Seron naye akashuka, lakini bado alikuwa mwenye hofu sana. Na baada ya kushuka, alisogea mbele kidogo kumpita Diana na kupiga magoti, hali iliyomfanya Diana ashangae sana. Ila alitambua huenda ni mila na desturi za hapo. Hivyo alisogea mpaka Seron alipo na kupiga magoti tena. Kila mmoja alibaki ameduaa kwa kitendo cha Diana kupiga magoti, maana haikumpasa kufanya hivyo, ila aliyetakiwa kufanya hivyo ni Seron pekee, na ndiye aliyekuwa mtumwa wa Prince. Unafanya nini Princess? Hebu simama, hautaki kufanya hivyo wewe. Mtumishi mmoja alimfuata Diana na kumuinua, na kisha alimsogeza mpaka alipo Malkia Sayuni na kutoa heshima yake. Karibu sana binti yangu, karibu sana. Hapa ni kwako kwanza sasa. Lakini umependeza sana jamani. Aliyekupamba ni hatari. Asante sana jamani. Ni mama yangu ndiye alinipamba hivi. Basi, sawa. Anajua sana. Lakini hutakiwi kusimama hapa. Haya mabinti, mchukueni mke wangu mumpeleke chumbani kwake. Mume wake atakuja hivi punde. Sawa? Malkia Sayuni alitoa amri. Ilibidi watumishi watii. Diana alichukuliwa na kuingizwa ndani, ambapo huko ndipo alizidi kushangaa zaidi. Maana jumba hilo kwa muonekano wake wa ndani lilikuwa ni zuri zaidi kuliko hata nje. Jamani. Kumbe jumba la kifalme ni kubwa hivi. Nimelipenda hatari. Chumba changu chenyewe kipo wapi sasa? Nataka nikaone uzuri wake pia. Sawa Princess, tufuate. Diana bado alikuwa haamini masikio yake kila alipokuwa akiitwa Princess, na muda mwingine alijifanya kama hasikii vile ile aitwe, na ndipo furaha yake iliongezeka. Walimpeleka mpaka katika chumba chake na kumfungulia mlango, ambapo alikuta watumishi wengine wakimsubiri, lakini hakutaka kuwajaji hawa watumishi ama kushangaa kwa kubadilishwa watumishi, ila alikuwa akishangaa jinsi chumba hicho kilivyokuwa kizuri. Yaani kila kitu kilichokuwa humo kilivutia sana. Princess, unatakiwa ubadili hayo mavazi na uvae nguo laini kwa ajili ya kumpokea mume wako. Ilikuwa ni kauli ya mtumishi mkuu wa watumishi wa kike ndani ya kasri nzima, na ndiye alikuwa mtumishi wa Diana kuanzia siku hiyo. Sawa. Diana hakuwa na pingamizi, maana alijua nini kinafuata baada ya ndoa, na hata kitanda kilikuwa kimepambwa vyema kwa maua kwa ajili ya shughuli kubwa ambayo ingeenda kuanza muda mchache ujao. Alibadilishwa mavazi na kuvaa nguo laini, na kisha aliombwa apande kitandani, na baada ya kufanya hivyo watumishi wote walitoka nje na kumwacha peke yake chumbani akimsubiri mume wake. Yaani siamini kama leo nimeingia kwenye jumba la kifalme, na tena nimeingia kwa heshima kama mke wa mfalme. Ama kwa hakika maisha yangu yamebadilika ghafla. Diana alibaki kuwaza, na mwisho aliinuka kutoka kitandani na kusogea lilipo kabati, ambapo alifungua na kukuta nguo nyingi sana za kike ambazo ameandaliwa yeye, na tena zenye thamani kubwa na zilizonakshiwa kwa mapambo ya dhahabu na almasi. Na pia alikuta nguo za kiume ambazo kwa akili haraka haraka alitambua kwamba ni nguo za Seron, ila hakufahamu zilikuwa ni nguo za Sekwa. Wakati anakagua nguo, kuna picha aliona, na alipoichukua kisha kuitazama alishangaa kuona ni picha mwanaume aliyemwona nje akiwa na Malkia. Yaani yule alijulikana kwa jina la Sekwa, na hii kidogo ilimpa wasiwasi na maswali. Mbona picha yule mwanaume ipo humu ndani, kulikoni? Au atakuwa mume wangu ameweka huku kwa sababu yule ni ndugu yake? Bwana, haina mbaya, nitamuuliza baadaye. Diana aliipoteza na kuirudisha pasipo kufahamu alikuwa ndiye mume wake, na kama akijua
sijui itakuwaje. Basi wakati anashangaa, mlango ulifunguliwa na kisha aliingia yule mwanamke ambaye ndiye mtumishi mkuu. Lakini alishangaa kumkuta Diana amesimama mbele ya kabati tofauti na alivyomwacha. Jamani princess, hutakiwi kuhangaika sana, maana mume wako atakuja hivi punde. Kwa hiyo unatakiwa ufuate sheria za hapa. Kwa hiyo nakuomba panda kitandani. Okay sawa. Lakini pia samani sana. Hautakiwi kuomba msamaha kwa mtumishi wa princess. Maana kama mfalme ama walinzi wake wakijua, lazima mtumishi husika kamatwe. Lakini vile vile atapata adhabu, atakatwa kichwa. Kwa hiyo wewe unatakiwa kutoa amri, sawa? Na pia usijali kila kitu utafundishwa kuhusu hapa. Usijali kuhusu hilo. Okay, sawa. Diana ilibidi apande kitandani na kwa mpole kumsubiri mume wake, ambaye kwake anamjua ni Seron. Lakini hakujua Seron ni mtumwa, ila yule aliyemuona kwenye picha ndiye alikuwa mume wake halisi. Katika upande wa nje, Seron baada ya kupiga magoti kwa muda mrefu sana, amri ilitolewa na Prince Seku achukuliwe na kisha apelekwe katika chumba cha mateso. Maana alifanya kosa kubwa sana ya kumwacha Princess Diana kupiga magoti mbele za watu. Lakini Prince, nisamehe tafadhali, mimi sikumwambia. Ila yeye tu mwenyewe na yeye amepiga magoti ghafla pasipo mimi kutarajia. Na kama ningemuona ningemzuia. Tafadhali sana Prince. Hapana, ulitakiwa mwambie baadhi ya sheria za humu ndani wakati unakuja naye. Sasa hilo ndo kosa lako kubwa sana. Kabla ya hili kumwacha apige magoti. Kwa hiyo walinzi, mchukueni huyo, mpelekeni chumba cha mateso haraka sana. Haraka. Hakuna aliyepinga amri ya Prince Sekwa. Ilibidi watii, lakini pia Mfalme Chelea alikuwa hapo. Ila hakutaka kusema kitu maana alimpenda sana mwanawe. Japo alikuwa na huruma sana kumwona Seron anateswa kila wakati na kila nyakati. Lakini alikuwa upande wa kijana wake kwa sababu anampenda sana. Basi aliona kila kitu anachokifanya ni sahihi. Seron pasipo makosa alichukuliwa na kupelekwa katika chumba cha mateso, ambapo huko alipigwa vibaya sana mpaka alipokuja kuachiwa alikuwa hoi sana. Na sehemu kubwa ya mgongo wake ilikuwa imechanika mithili ya picha la Yesu kwa wale waliobahatika kutazama filamu yake wakati akiadhibiwa. Alichukuliwa haraka na kupelekwa chumbani na kisha aliachwa pale. Chumba alichokuwa akiishi Seron kilikuwa na huruma tupu. Licha ya jumba hilo kuwa ni kubwa sana, na licha ya jumba hilo kuwa na vyumba vingi sana pamoja na furniture nyingi sana za thamani, lakini Seron alikuwa kilala sakafuni katika mkeka uliochoka, na chumba chake kilikuwa kimechakaa sana. Kilikuwa ni kama store ya kuwekea mizigo, na ndipo alipokuwa akiishi humo Seron. Aliachwa hapo jiwezi, lakini huku upande wa Prince Sekwa alikuwa akiandaliwa, na baada ya kumaliza aliingia mama yake. Mwanangu, hongera sana. Maana siku hii umenikumbusha mbali sana. Imenikumbusha usiku ambao nakutana na babako. Sasa naomba usiniangushe mwanangu. Malkia Sayuni alikuwa ni kama mwalimu wa ndondi ambaye alikuwa akimjaza hasira bondia wake kufanya vizuri pindi akiwa ulingoni. Sawa mama, usijali. Basi Prince Sekwa alichukuliwa na safari ilianza kusindikizwa kilipo chumba chake, ambapo huko ndipo alipokuwepo Princess Diana akimsubiri. Diana alisubiri na kusubiri, lakini ghafla alisikia vishindo vikija kilipo chumba chake, na hapo akatambua ndipo mume wake anakuja. Alikaa vizuri kwa ajili ya kumpokea, na kweli alikuwa ni mume wake. Mlango ulifunguliwa, walitangulia watumishi wawili wa kike, na ndipo aliingia Prince Sekwa ambaye alikuwa ni mwenye tabasamu pana usoni mwake. Lakini Princess Diana alipomtazama alishindwa kumwelewa, na hata alipowatazama watumishi wengine walikuwa wameinamisha vichwa chini na kutoka nje, na huku akimwacha haelewi nini kiendelee. Diana bado alikuwa katika mshangao mkubwa sana, na hakuelewa mwanaume aliyesimama mbele yake alikuwa ni nani, licha kumwona katika picha ya hapo kabla. Samahani, ni nani wewe? Na umefuata nini humo?
wakati unajua harusi mtu yote kuingia humu zaidi ya bwana harusi tu. Na kwanza mume wangu yuko wapi? Diana aliuliza kwa hofu kubwa sana, na huku akichukua mto uliokuwa pembeni yake na kujikinga mwili wake, maana alikuwa amevaa nguo laini sana iliyochoresha mongo yake. Swali la Diana lilimfanya Prince Seku acheke sana, lakini mwisho hakutaka kuzungumza kitu. Alipanda kitandani, ila Diana hakutaka kubaki kitandani. Alishuka na huku akitetemeka kwa hofu kubwa sana. Sasa unamtaka mume wako yupi, wakati mume wako ndio mimi hapa? Au unamzungumzia yule mtumwa? Prince Seku alizidi kucheka sana kumfanya Diana asielewe kitu. Alikuwa anazungumzia kitu gani kuhusiana na mtumwa? Diana alikuwa katika fumbo kubwa sana. Yule ni mtumwa kama watu wengine tu, lakini mimi ndiye mume wako halisi. Sasa kwa hiyo nakuomba upande kitandani unikaribishe, maana ukichelewa mama atakuja na kuanza kukufokea. Jamani we mkaka, kwani una nini lakini? Hebu toka tafadhali kabla sijapiga kelele walinzi wakaingia humu ndani. Watakutoa kwa nguvu. Hebu toka hapa. Oh, unazungumzia walinzi? Waite waje wanitoe. Waite. Seku bado alizidi kumsumbua Diana, lakini mwisho Diana ilibidi atulie na kuamua kufanya jambo ili kumaliza purukushani. Mambo yatulie, alafu ajue mengi, maana mpaka wakati huo alikuwa haelewi kitu chochote. Okay, sawa mume wangu, nimekuelewa na ninakupenda sana, lakini samani, nipo katika siku zangu. Sasa hatutaweza kufanya chochote kwa leo wala kesho, kwa hiyo nakuomba uwe mvumilivu. Diana alizungumza na kumwona Seku akitulia, maana asingeweza kumwingilia Diana wakati yupo katika siku zake. Oh, kama ni hivyo sawa, lakini ungesema basi nisingekuja kukuoa leo, kwa sababu sheria za hapa ni kwamba mwanamke anapoolewa lazima mkaribishe mume wake kwa penzi. Seku aliinuka kutoka kitandani hapo, lakini Diana bado alikuwa hamuelewi, maana yeye anachokijua mume wake ni Seron. Sasa huyu mwingine katokea wapi? Sawa, samahani sana, naomba uende nje tafadhali. Namuomba mtumishi mkuu, nahitaji kuzungumza naye. Hapana, siwezi kutoka mwenyewe pasipo wewe, maana atafikiria tofauti. Kwa hiyo ninachokuomba tutoke wote, watajua kile kitu kimeenda sawa. Lakini nikitoka mwenyewe inaweza kuwa balaa kwako. Diana bado alikuwa haelewi, lakini mwisho wa siku aliamua kuvaa nguo zake na kutoka nje wote. Lakini alichojua yeye ni kwamba mume wake ni Seron, na mpaka wakati huo alijua huenda anafanywa utani tu, ila akilini mwake alitawala Seron pekee. Walitoka mpaka kwenye sebule kubwa ambapo alikuwepo mfalme na malkia Sayuni, wameketi pamoja na wageni wengine kusimama, na kisha Seku alitoa salamu na shangwe iliibuka, maana walijua kabisa kila kitu kimekamilika. Vizuri sana mwanangu Seku, sasa hapa umekamilisha na umekamilika sasa. Kila kitu kimeenda sawa. Karibuni mketi tafadhali. Mfalme aliwakaribisha. Basi na wao hawakuwa na budi ya kusogea mpaka katika kiti. Waliketi katika viti viwili vilivyokuwa kando yao na kuketi kumsikiliza mfalme alihitaji kuzungumza nini muda huo. Jamani, ninachotaka kuzungumza hapa, natamani kila mmoja akisikiliza kwa makini sana. Na hata Seron ningeomba awepo hapa, maana naye pia ni mmoja wa watu wanaoishi katika himaya yangu. Baba. Seku aliinuka kwa mshangao sana, maana hakuwa akimpenda Seron hata kidogo. Hivyo baada ya kusikia atakuwepo hapo alijikuta haelewi baba yake. Kwa nini anamtaka awepo hapo ingawa hakuwa na thamani yoyote kwake? Naomba utulie kijana wangu, maana huu ni wakati wa mimi kuzungumza kama mfalme na sio baba. Kwa hiyo tafadhali, sitaki kuingilia maamuzi yangu hata kidogo. Sitaki. Mfalme hakutaka kabisa kumsikiliza kijana wake, maana alijua jinsi gani anamchukia Seron. Hivyo asingeweza kuvumilia kumwona mbele yake, ila yeye alimuita kwa heshima na taadhima,
na thamani yake kama binadamu. Lakini baba, huoni kama yule ni mtumwa tu, hana thamani yoyote? Au unataka aje kutia harufu mbaya hapa mbele yetu na mbele ya wageni? Babangu, kuna wafalme wenzako hapa, atatia harufu? Sekwa sasa alizungumza kwa kufoka, lakini Diana ilibidi kumshika mkono na kumtuliza. Japo kuelewa nini kinaendelea na huyo mtumwa ni nani, ila aliona sio vyema kumwacha Sekwa aendelee kujibizana na baba yake. Tafadhali nakuomba kaa chini, maana ukiendelea kubishana na mfalme utakuwa unamdhalilisha mbele za watu. Kwa hiyo tafadhali nakuomba ukae chini tu. Maneno matamu kutoka kwa binti mrembo Diana yalikuwa kama asali iliyomfanya Sekwa alambe na kutulia. Hakutaka kutia neno lolote, aliamua kwa mpole. Mfalme alijikuta kitabasamu kwa hilo na kuona Sekwa amepatikana sasa. Maana kwa Diana alikuwa hafui dafu. Alikuwa ni mpole kama maji katika mtungi, lakini mwisho wa siku ilibidi atumie walinzi wake waende kumchukua Seron na kumleta hapo. Maskini Seron kwa upande wake alikuwa ametulia tu. Tangu alipowekwa sakafuni, alikuwa ametulia papo hapo. Hakuweza kujisogeza wala kufanya chochote kutokana na kipigo kikali lilichokipata. Walinzi wa mfalme waliingia na bila hata kuuliza walimchukua na kutoka naye, lakini Seron alijaribu kuuliza walikuwa nakwenda wapi, ila hakupata jibu sahihi. Zaidi ya kumwambia utakwenda kujua huko unapokwenda. Basi huku maongezi yalikuwa yanaendelea, na mfalme akizidi kuwashukuru wageni wake kwa kuhudhuria harusi. Ila muda huo walinzi wa mfalme waliingia wakiwa na Seron mkononi mwao, ambaye ujio wake kila mmoja aligeuza shingo yake kutazama. Hawakuweza kumwona sura kwa wakati huo, maana alikuwa amekiinamisha kichwa chake kutokana na uchovu wa kipigo alichokuwa nacho. Ila sura yake ilionekana pale alipoachiwa na kuanguka chini kama mzigo. Mungu wangu, si mume wangu huyu? Diana alistuka nusu kuzimia kwa pressure baada ya kumwona Seron hapo chini, na tena akiwa katika hali mbaya sana. Alijaribu kutaka kumfuata, lakini Sekwa alimshika mkono na kumzuia na kumrudisha katika kiti. Kiufupi hakutaka Seron asogelewe. Hakutaka mtu yeyote amguse kutokana na chuki aliyokuwa nayo juu yake. Hebu achia mkono wangu tafadhali, nataka kumwona mume wangu. Nini kimemfikia? Nini kimemkuta? Diana alizungumza kwa hasira na kujitoa katika mikono ya Sekwa kwa nguvu, na kisha alimkimbilia Seron pale chini na kumkumbatia, huku machozi yakimtoka na hakujali kuchafuka kwa damu zilizokuwepo zikimtoka mwilini mwa Seron. Mume wangu, nini kimekupata? Hebu niambie tafadhali, nataka kujua ni nani amekufanyia hivi jamani. Usijali kuhusu mimi sio mume wako, ila mume wako ni yule pale. Kwa hiyo naomba uniache, usinijali. Mtu kama mimi nisiye na thamani kabisa, mume wako ni yule pale. Seron alizungumza kwa tabu sana na kuzidi kumpa maumivu makali Diana. Ila mwisho walinzi waliagizwa kwenda kumchukua Diana kwa nguvu na kumrudisha chumbani, maana waliona kama angeleta fujo na mwisho mazungumzo yasingeenda vyema. Walinzi, chukueni na hiyo takataka muirudishe mlipoitoa. Fanya haraka sana. Sekwa alitoa amri moja tu na kufanya walinzi watii, na kisha alimtazama baba yake ambaye alikuwa kimya tu. Wakamchukua kumuinua na kuelekea chumbani kwake. Hakutaka kabisa kuendelea kusikiliza chochote. Kipindi hicho watumwa walikuwa hawana thamani, na ndio maana hata wageni waliokuwa hapo hakuna hata mmoja aliyestuka na kumwona Seron katika hali ile. Wanajua ni kawaida kwa mtumwa, maana hawana thamani kabisa. Binti Diana alifikishwa katika chumba na kuingizwa, na kisha mlango ukafungwa kwa ndani. Alikuwa mmoja wa mtumishi mkuu, maana ndiye aliyekuwa na jukumu la kumwangalia muda wote. Jamani princess, tulia. Utakiwi kuleta fujo jamani. Unaweza kujiumiza ama kuingiza watu matatizoni, tukiwemo sisi ambao tuna jukumu la kukuangalia wewe. Mtumishi mkuu alijaribu kumtuliza Diana, lakini ilikuwa ni patupu.
maana Diana hakutaka kuelewa, lakini alichohitaji ni kutaka kwenda kujua ni nini kimemkumba mume wake. Hebu Princess, tulia nikwambie. Ulichokuwa haujui, yule sio mume wako, ila yule alitumwa kwa ajili ya kumwakilisha Prince Sekwa. Kwa hiyo Prince Sekwa ndio mume wako halali. Eti unasemaje? Diana alimuuliza, ni kama vile hakusikia vizuri, huku akimsogelea mtumishi wake ambaye alikuwa amemuinamishia kichwa chini kama heshima. Ndio hivyo, Seron ni mtumwa tu ambaye Prince Sekwa aliona anamtumia kuja kukuoa wewe, lakini mume wako halali ni Sekwa, ila yule ni mtumwa tu ambaye hana thamani yoyote katika nyumba hii. Yupo tu kama takataka ambazo zinazagaa tu mtaani. Mtumishi ilibidi aeleze ukweli ambao Diana alikuwa haujui muda wote, na hapo sasa akaanza kuunganisha matukio ya nyuma ambayo yalimpa majibu. Alikumbuka pindi Seron anafika kwao kumuoa, alikuwa mtu mwenye uoga sana, na hata alipokuwa anarudi njiani alikuwa hana amani na alikuwa hamuongeleshi kabisa, na hii sasa ikamfanya atambue kweli. Kwa hiyo Seron ndiye amekuja kunioa kwa ajili ya huyu Sekwa? Na Seron ni mtumwa kivipi? Diana ilibidi aulize. Akatuliza kichwa na kuanza kumhoji maswali mtumishi, ambaye alikuwa akijibu kulingana na uelewa wake. Seron ni kijana mkulima mmoja tu hapa kijijini ambaye anaishi kwa miaka 18 pasipo kumuona kijana wake. Ilikuwaje sasa? Maana nataka kujua kuanzia hapo. Diana ilibidi sasa atulie chini na kusikiliza nini ambacho kimejiri mpaka leo Seron kwa mtumwa. Nakumbuka miaka 18 iliyopita, mfalme na familia yake walipata mwaliko kijiji cha jirani kuhudhuria harusi. Maana mfalme wa kijiji hicho alikuwa ni binti yake ambaye alikuwa ameolewa. Hivyo alimwalika huyu mfalme wetu huyu pamoja na wake zake wawili, yani Malkia Sayuni na kuna mwingine na watoto wake 3. Wawili kwa sasa wapo nje ya nchi wanasoma, na mmoja ni huyu Prince Sekwa, ila kipindi kile alikuwa ni kijana mdogo tu wa miaka 6. Sasa kwa hiyo sasa hao watoto ni wa kike ama wa kiume? Diana ilibidi amkatishe kidogo mtumishi na kumuuliza swali. Watoto hao ni wa kike, mapacha, ila ni mapacha wasiofanana, lakini sio watoto wa Malkia Sayuni, ila ni watoto wa malkia huyo mwingine anayefahamika kama Zara. Sawa ambaye sasa hivi anaishi kijiji kingine, ameolewa na mfalme mwingine baada ya kuachana na huyo. Okay, sawa, nimekupata sasa. Haya, tuendelee. Basi baada ya kualikwa, safari ilianza kuelekea huko, na mimi nikiwa miongoni mwa watumishi katika safari hiyo, ila ndo nilikuwa bado mtumishi mpya, nimenunuliwa kutoka sokoni, na nilikuwa mtumishi wa Malkia Zara. Kwa hiyo kipindi hicho mfalme alikuwa na wanawake wote wawili katika kasri moja? Diana akamkatisha tena mtumishi na kumuuliza. Ndiyo, alikuwa nao wote wawili, na alikuwa akimpenda sana huyo Malkia Zara, ila kumpenda sana kwake ndio huyu Malkia Sayuni akaingiwa na wivu mkubwa sana. Alienda kwa mganga na kuwatenganisha, lakini Malkia Zara na huyu mfalme bado anapendana sana, na pia Malkia Zara alikuwa na roho nzuri sana. Sawa, tuendelee. Basi safari ilikuwa ni nzuri tu, tulienda salama na kurudi salama, lakini tukiwa njiani tulipitia sokoni. Mfalme alitaka tupitie huko. Sasa kwenye kupita, kuna mzee mmoja na kijana mdogo tu ambaye ni kijana wake wa miaka 5. Walikuwa wanakatiza mbele ya msafara wa mfalme pamoja na kokoteni lao. Kokoteni lao lilikuwa lina matunda, kwa hiyo mfalme alitoa amri washikwe. Baba alikatwa mkono mmoja, ndio, na kijana wake alichukuliwa, na sasa ndio huyu Seron ambaye anaishi kama mtumwa hapa. Maskini we.
Diana alijikuta mpaka machozi yanamshuka. Alijikuta amepoa ghafla na alishatambua kwamba hatakuja kuolewa ilikuwa ni agizo tu la mume wake Alice Nisekwa. Sasa hata kama ni mtumwa, kwa nini usimpe haki yake ya binadamu na kuamua kumwadhibu kiasi kile? Kwa nini? Basi ulivyoona wewe, ile ni adhabu ndogo sana. Maana kuna wakati wanachukua vyuma vya moto sana na kumunguza, wanambandika katika mwili wake. Yaani hata mimi namuonaga sana huruma, lakini sina namna, nabaki kumwangalia tu. Mtumishi alizidi kumpa story Diana, lakini muda huo Prince Sekwa alikuwa anaingia. Hivyo mtumishi huyo ilibidi aondoke na kumwacha Diana mwenyewe. Na hata hivyo muda ulikuwa umekwenda sana. Ulikuwa ni muda wa kulala, yapata kama saa 5 za usiku. Usiku ulikuwa mgumu sana kwa Seron. Alikuwa akilalia tumbo maana asingeweza kulala kwa mgongo kutokana na kipigo alichokipata. Alikuwa mtu wa kugulia maumivu muda wote. Lakini akiwa hapo, aliingia mtu na kusogea mpaka alipo. Na kisha alichana shati yake na kuanza kumpaka dawa. Alimtambua alikuwa ni nani, maana mara nyingi alipopata majeraha basi mtu huyo lazima aje kumpatia huduma. Kiufupi alikuwa kimjali sana. Sandra, umefuata nini humo? Je, Prince Sekwa au wapambe wake wakikuona huoni kama itakuwa balaa kwako? Huenda ukafa Sandra. Usijali, hakuna yeyote atakayeweza kuniona. Kwa hiyo acha nikupake hii dawa na tumaini itakusaidia. Na kesho utaamka vizuri. Sawa Seron? Sandra ambaye ndiye kijakazi mkuu ilibidi kuchukua jukumu la kumpaka dawa Seron. Na baada ya kumaliza alimfunga majeraha yake vizuri na kisha alitoka. Na alikuwa akifanya jambo hilo kwa siri sana pasipo mtu mwingine yeyote kujua. Usiku ulikuwa mrefu sana kwa Seron, lakini urefu wake haukuzuia kupambazuka. Asubuhi kulipambazuka, alikuwa mtu wa kwanza kuamka na alikuwa akijisikia nafuu sana. Aliingia bafuni na kuoga na kisha alichukua shati lake na kuvaa. Kisha akatoka mpaka katika uwanja mkubwa sana ambao mara nyingi huwa anafika kwa ajili ya kufungulia farasi. Upande wa Prince Sekwa pamoja na mke wake waliamka salama, lakini Diana alikuwa hana amani kabisa kulala chumba kimoja na Sekwa. Japo hakufanya chochote, lakini alijikuta tu hana amani na mawazo yake yalikuwa ni mbali sana kwa Seron. Ili kwamba Seron atakuwa amemka salama ama la. Sasa kumekuja mke wangu. Nafikiri sebuleni tutakuwa tunausubiri sisi tu kwa ajili ya kifungua kinywa. Kwa hiyo tujiandae tuende kupata kifungua kinywa mke wangu. Alafu leo ni siku ya kwanza ya ndoa yetu, kwa hiyo ili kudhihirisha ni mke wangu sahihi wa kijana wa mfalme unatakiwa kwenda kuwinda. Kuwinda tena jamani? Mbona hayo mambo mimi siyajui? Sijui kiukweli. Utakwenda kujua tu, kwa hiyo fanya haraka. Diana alikuwa haelewi chochote, lakini kwa kuwa ndio ilikuwa ni sheria, basi alijiandaa vema, na baada ya kupata kifungua kinywa alitoka nje familia nzima ya mfalme, wakiwemo mjomba pamoja na ndugu wengine ili kwenda kukamilisha taratibu. Farasi wa safari waliandaliwa pamoja na vijakazi wa kwenda nao huko. Waliandaliwa pia, lakini pia Seron hakusaulika. Naye pia ndio alikuwa mwangalizi wa Prince Sekwa. Diana alifurahi sana kumwona Seron baada ya kutoka nje, na alifurahi maradufu kumwona akiwa na afya tele. Na hili tukio Sekwa aliliona. Hivyo alichokifanya ni kumuita Seron. Seron baada ya kufika alimwomba aweke mgongo kama ngazi ili aweze kupanda juu ya farasi. Sekwa, una akili kweli? Unaona kabisa mtu bado hajapona alafu... Diana kumaliza kuzungumza alimwona Seron akitii, na Sekwa akapanda juu ya mgongo wa Seron. Na kisha alidandia farasi. Ila kiufupi alikuwa ametuonyesha majeraha Seron ambayo alianza kutoka damu tena. Haya mke wangu, nipatie mkono na unatakiwa ukanyage mgongo huu hapa wa huyo mtumwa ili upande. Eti unasemaje? Diana hukuamini kusikia hivyo. Yaani apande juu ya mgongo wa Seron kutumia kama ngazi. Princess, unatakiwa kupanda, la sivyo utafanya Seron apate adhabu kali sana.
Yalikuwa ni maneno ya binti Sandra, mtumishi mkuu aliyemweleza Diana, ambaye alikuwa anatokwa na machozi na huku akiutazama mgongo wa Seron ambao ulikuwa ukivuja damu sana. Alimtazama Sekwa, alimwona akimpa mkono na huku akitabasamu kutaka apande. Sasa hapo akawa anajiuliza maswali mengi. Apande ilikuwa kwa maisha ya Seron au akatae kwa huruma yake na kisha maisha ya Seron yaishi hapo? Bado Diana alikuwa ameduaa. Roho ya huruma ilikuwa ndani yake. Hakutaka kabisa kufanya kile ambacho Sekwa alikuwa akimwambia. Lakini mwisho kabisa aliona ni kumsaidia Seron ili kutii kile ambacho alikuwa anakitaka. Yaani ukanyage mgongo wa Seron na kupanda juu ya farasi. Mke wangu, kwa hiyo unapanda au hupandi? Nitoe maamuzi ya kiume. Maana naona kama unamwonea huruma huyo mtu, wakati nitakataka kabisa ambayo haifai hata kukaja lalani. Prince Sekwa alizungumza kwa kejeli ambayo Diana hakuipenda, lakini hakuwa na chochote zaidi ya kufanya tu hivyo. Basi sawa, nitapanda wala usijali. Diana aliamua tu kukubali. Aliukamata mkono wa Sekwa, lakini wakati anataka kukanyaga mgongo wa Seron, alisita na kurudisha mguu chini, huku machozi yakimshuka na taratibu sana. Kila mmoja alikuwa akimshangaa sana. Kuna ambao waliumia kwa tukio hilo, lakini pia kuna ambao walipendezwa kuona kwamba kama maagizo ambayo alikuwa akiendelea pale anakataa inakuaje. Basi kwa heshima alionyesha Diana, aliamua kuvua viatu vyake na kumpatia mtumishi wake Sandra. Na kisha alikanyaga mgongo wa Seron kwa kufumba macho na kupanda. Lakini alijikuta akimwonea huruma sana. Seron aliona huruma. Alikuwa akigugumia kwa maumivu ya mgongo. Mgongo ulikuwa ukitetemeka kama jenereta kwa maumivu aliyokuwa nayo, aliyokuwa akihisi katika mwili wake. Maumivu yalienda mpaka katika moyo wake na alikuwa akiumia sana. Aya, wembwa, simama na uongoze safari. Prince Sekwa alitoa amri baada ya kuhakikisha Diana amepanda. Seron hakutaka kupinga kitu. Aliinuka na kuongoza mpaka mbele na kisha alichukua farasi mmoja na kupanda. Kisha safari ilianza. Lakini Diana alibeba maumivu ya Seron. Maana kila alipokuwa akimwangalia alihisi maumivu yake anayoyapitia Seron kwa wakati huo. Sasa Sekwa, hakuna hata uwezekano wa kumsaidia Seron, maana mwili wake unavuja damu nyingi sana. Kwa hiyo ni heri tusimamishe safari, tumtibu, alafu tuendelee. Ila kinyume na hapo anaweza kupoteza maisha. Wakati wapo njiani, Diana uvumilivu ulimshinda na kuamua kuzungumza na kumwambia Sekwa, ambaye alichukia sana lakini hakutaka kuonyesha hasira. Yaani sijui unazungumza nini wewe? Unazungumza kuhusu nini eti? Kama huna cha kuzungumza ni heri unyamaze kuliko kuzungumza maneno ambayo yanatibua akili yangu na nafsi yangu pia. Hivi hata akifa unapata hasara gani wewe? Hapana, sipati hasara. La, sitaki kuzungumza. Sitaki kujua kitu chochote kuhusu kwako. Yaani kwanza ni heri angeumia kijakazi yoyote ningefikiria kuliko huyu mtumwa. Yaani huyu ni kama mbwa tu kwangu. Na hata kama atakufa basi tutamtupa porini aliyo na fisi. Maneno hayo yalimfanya Diana kuwa mpole. Alijikuta kiumia ndani ya nafsi yake, lakini hakuwa na jinsi, alikaa kimya. Ila macho yake yalikuwa bize kumtazama Seron, ambaye ndiye kiongozi wa safari. Safari ilikuwa ni ndefu sana, ilichukua takriban masaa mawili mpaka inatimu saa 5 asubuhi. Walikuwa tayari wamefika katika msitu mkubwa sana ambao ndio uliandaliwa kwa ajili ya kufanya mawindo. Na aliyetakiwa kufanya hivyo alikuwa ni Diana, ambaye kama atakamilisha basi atasimikwa kuwa mkwe rasmi. Sawa Sekwa, mbona tumekuja sehemu kama hii? Yaani inatisha sana jamani. Ilikuwa ni swali kutoka kwa Diana, huku akiteremka katika safari na kuanza kuangaza macho yake huku na kule. Maana msitu huu ulikuwa ni mkubwa sana. Msitu ulikuwa wenye kutisha. Msitu ulikuwa hautamaniki. Kwa mpole. Alafu kingine, huu msitu ni hatari sana zaidi unavyofikiria. Kuna wanyama wakali na hutakiwi kupiga kelele. Kwa hiyo kamata huu upinde na mshale, kisha utaongozana na Seron kuingia ndani ya msitu huu.
huku sisi tukifuata nyuma. Eti unasemaje wewe? Ndio hivyo mke wangu. Mimi na familia yangu tutakuwa tunakuja nyuma kwa ajili ya kuangalia mawindo yako. Seron atakuelekeza jinsi ya kushika mshale na kulenga. Yaani ndani ya nusu saa unatakiwa uwe umepata nyama yoyote na kuleta hapa. Jamani sasa. Oh Mungu wangu. Diana alijikuta haelewi kabisa. Alimtazama Seron, alimuona ametulia pembeni akimsubiri. Na akisubiri amri. Na ukiangalia alikuwa ni mtu mwenye majeraha makubwa sana. Hivyo Diana alijikuta akiogopa sana. Maana alijua kama atakwenda na Seron basi huenda wakarudi maiti. Hapana Sekwa. Kama nakwenda na Seron hapana. Labda mnitafutie kijana mwingine ama niende na wewe. Lakini sio hivyo. Siwezi kwenda na Seron kabisa. Diana alikataa katakata. Na alikuwa anamaanisha kweli. Maana alirudi kabisa nyuma na kupanda juu ya farasi. Diana, unafanya nini jamani? Hivi huoni kama familia nzima inakutazama wewe tu? Alafu hatuna muda kupoteza. Kama ukishindwa basi utakuwa si mke kamili. Na huenda ukaachwa humu ndani ukiwa peke yako. Sasa uchaguzi ni wako. Uchaguzi upi? Sikukubali kuongozana na Seron ama la. Uache humu ndani. Kwa hiyo kama utashindwa basi nitamwambia mfalme kwamba umeshindwa. Na kifuatacho ni kifo ama kutelekezwa humu ndani. Prince Eko alikuwa serious sana na maneno yake. Baada ya kuzungumza hivyo aligeuka na kuelekea alipo mfalme. Lakini haraka Diana alishuka kutoka katika farasi na kumdaka mkono. Okay sawa nitakwenda. Diana ilibidi kukubali. Alikamata upinde wake na mshale. Na kisha alipiga hatua kadhaa kumsogelea Seron ambaye alikuwa hana chochote mikononi. Nipo tayari sasa, tunaweza kwenda. Maana nimeambiwa wewe ndiye ambaye utaongozana na mimi. Utaongozana na mimi kuingia ndani ya msitu huu. Diana alikuwa akimwona huruma sana Seron. Na hata ongea yake ilimuonyesha kwamba tayari kabisa kuongozana na Seron. Na pia kimwona huruma sana ongea yake. Lakini si kwamba hakumwamini, la hasha. Alikuwa kimwamini sana. Ila aliona kwamba asingeweza kufanya jambo lolote la kishujaa kutokana na hali yake pia. Usijali. Nafahamu maana nilishaambiwa hapo kabla. Kwa hiyo kaa nyuma yangu sasa. Lakini mbona huna hata silaha yoyote jamani? Huoni kama itakuwa ni hatari kwako? Na huenda ukapoteza maisha. Usijali kuhusu maisha ya mtu asiye na thamani mbele za watu. Kwa hiyo kifo changu huenda ikawa ni furaha kwa watu wengine. Hivyo naomba uongozane na mimi. Kaa nyuma yangu, hatuna muda wa kupoteza. Seron sasa ilibidi kutangulia. Na Diana akafuata nyuma. Lakini alikuwa ni mtu mwenye hofu sana. Na pia hakuacha kumhurumia Seron ambaye maisha yake aliyeweka sadaka kwa ajili ya watu wengine. Basi safari ilianza kuingia ndani ya msitu. Msitu huo ulikuwa ni mkubwa sana. Na huku nyuma wakifuatwa na jeshi kubwa sana pamoja na familia ya mfalme. Lakini walikuwa mbali sana kama mita 200 kutoka pale walipo mpaka ilipo familia ya mfalme, ambayo ilikuwa inakuja kwa utaratibu sana. Hivi Seron, unaamini kabisa kwamba tutatoka salama ama la? Maana naona kama hakuna dalili ya kutoka humu tukiwa salama. Usijali princess. Tutatoka salama tu. Hata kama itachukua siku 2 lakini nitahakikisha na kulinda. Na tutatoka tukiwa salama. Okay. Diana alifurahi sana kusikia hivyo. Japo hakuwa na matumaini, lakini wakati anataka kuzungumza, ghafla alisikia ngurumo ya simba ikitokea mbele yao. Na alipotazama ni kweli alikuwa ni simba, na tena alikuwa simba jike ambaye ni mkali kupita hata maelezo. Basi msikilizaji, ni kutoe huko msituni mara moja tu. Turudi katika maisha yanayoendelea huku. Tuna safari mpaka katika bara la Ulaya, ambapo ndipo kulikuwa na mabinti wawili wa mfalme Chelea. Mabinti warembo sana waliotikisa chuo kizima kwa urembo wao mzuri. Mabinti hao, mmoja alikuwa akisomea mitindo na mwingine alikuwa akisomea udaktari.
Hivyo kila mmoja alikuwa akifanya vizuri katika masomo yake ili kutimiza malengo yake ya baadaye. Warembo wale, licha urembo wao, pia walikuwa wakiheshimika sana, maana walijulikana walikuwa ni mabinti wa falme kutoka nchi fulani, na mmoja ambaye ndiye alikuwa akisomea mitindo alifahamika kama Mona Lisa, na mwingine ni Melissa, na huyo alikuwa akisomea udaktari Melissa. Siku hiyo majira ya asubuhi, baada ya kupata kifungua kinywa, walipanda juu kabisa ghorofa mabweni yao na kuanza kupiga stori. Maana sehemu hiyo wanafunzi wengi sana hupenda kutulia kujisomea na hata kutuliza akili. Maana sehemu hiyo ilijaliwa hali ya hewa nzuri kabisa na safi kiukweli. Sasa Melissa, umeomba nipande huku ili weje sasa? Alafu unajua kabisa bado nina kazi namalizia. Kuna nguo sijamalizia kuishona. Kwa hiyo ungeniacha tu nimalizie kwanza, na kisha tutaongea vizuri. Si unajua kesho ndo tuna likizo. Sasa natakiwa kuwasilisha kazi yangu leo. Mona Lisa alikuwa ameboeka sana, lakini Melissa hakujali hilo. Ilionyesha kuna jambo muhimu sana anataka kuzungumza na mdogo wake. Hebu tulia wewe. Nafahamu kama kesho ni likizo na tutasafiri kwenda nyumbani, lakini mimi sioni kama kuna sababu ya kwenda nyumbani. Ni bora tubaki hapa hapa chuo. Wewe unaugua kichaa? Melissa, unaugua kichaa, si ndio? Yaani tubaki hapa chuo? Hakuna hata mwanafunzi mmoja atakayebaki hapa. Kila mmoja atakwenda anapopajua yeye kwa ajili ya likizo. Sasa hapa tubaki wenyewe kama walinzi? Hivi huoni kama aibu jamani? Ndiyo, lakini si unajua jamani. Bwana nisikilize Melissa. Sitaki. Kama unabaki wewe baki. Sija kushikia miguu, sija kushikia mikono wala kichwa wala akili yako. Mimi nitakwenda nyumbani. Kama kumchukia Seron kuna kufanya usitamani hata kwenda nyumbani, sawa? Lakini tambua Seron pia ni binadamu na ninamchukulia kama kaka yangu. Kwa hiyo basi maamuzi ni yako. Mona Lisa kutaka tena kuendelea kubaki hapo. Alijiongea taratibu kushuka chini ili kuendelea na misha zake. Kiufupi tu kwamba Melissa alikuwa akimchukia sana Seron, na haikufahamika ni kwa nini, ama huenda hana thamani, ama kwamba ni mtumwa tena, ama la. Lakini Mona Lisa kwa upande wake hakuwa na baya lolote kwa Seron. Alikuwa akimpenda sana na kumchukulia kama kaka yake. Basi wakati hayo anaendelea, huku msituni mambo yalikuwa ni mabaya sana kwa Seron na Diana. Maana kiumbe kile hatari kilikuwa mbele yao. Na ukizingatia Seron hakuwa na silaha yoyote ya kujitetea zaidi ya mishale aliyokuwa nayo Diana. Na alikuwa ameshika kwa hofu sana. Seron, tutafanya nini eti? Naomba tukimbie, la sivyo huyu simba tatu hapa. Diana chozi lilikuwa linamshuka sana. Ujanja wote ulikuwa mfukoni, lakini Seron hakuwa na hofu. Alikuwa amemkazia macho ile simba, hakutaka kumpa nafasi ya kuwashambulia. Hakuna kukimbia, unataka ufanye kitu kimoja tu. Kaa nyuma yangu na kisha chukua huo mshale umlenge. Ila hakikisha haukosi. Maana kama utakosa, basi tutapoteza maisha. Umenisikia? Lakini mimi sikiza. Nafahamu kama uwezi, lakini ndio unatakiwa kuweza sasa. Afanye kama nilivyokuambia tafadhali. Sawa. Diana kwa hofu ilibidi akubali. Maana alijua kama atashindwa kufanya hivyo basi watageuzwa hasusa. Na stori zao zitaishia hapo. Wataliwa nyama. Watararuriwa. Alichukua mshale na kuuweka vizuri katika upinde. Aliuvuta ipasavyo, lakini alikuwa ni mtu wa kutetemeka sana. Maana mambo hayo hakuzoea kabisa. Yeye alizoea kuchota maji, kupika na hata kufua. Hivyo vingine vilikuwa kama akivisikiaga tu. Sasa fanya nini ujue? Vuta mpaka mwisho. Hakikisha unapima shaba yako vizuri. Ila ukimkosa basi umekufa. Sawa Seron, nipo tayari. Diana aliitikia, lakini alikuwa na hofu kubwa sana. Seron alimsoma yule simba anataka kufanya nini. Na alipohakikisha amemuelewa ipasavyo, alimruhusu Princess Diana kuacha mshale ambao ulienda vyema kabisa kama alivyolenga. Lakini simba yule hakuwa mzembe. Aliruka pembeni na kufanya mshale ule upite. Ilikuwa ni kama umemchokoza hasira zake yule simba.
maana alikuwa akiwafuata kwa kasi sana. Lakini Seron alikuwa mzembe, alimsukuma pembeni Diana na kisha naye aliruka na kupelekea yule simba kwa kosa. Ila bahati mbaya Seron alikuwa amechunika kidogo, na hata aliporuka aliangukia sehemu mbaya sana ambayo ilipelekea kujichoma na kipande cha mti mbavuni kwake. Sasa simba alipata mwanya wa kumfuata Diana. Kwa haraka sana, alikuwa na kasi kiasi. Hata Diana hakupata nafasi ya kuinuka. Lakini simba yule licha kumfuata Diana, lakini juhudi zake hazikuzaa matunda. Alijikuta akienda chini baada ya kupigwa na mshale wa shingo. Na aliyefanya hivyo alikuwa ni Seron, ambaye alikuwa haraka sana kuliko hata yule simba licha majeraha aliyopata. Lakini purukushani hizo zilipelekea sana yule simba kuanguka. Princess, uko sawa? Lakini Seron alimkimbilia Diana na kumuinua, lakini alikuwa amechanika kidogo mkononi, hivyo alichana nguo yake na kuanza kumfunga majeraha. Niko sawa, usijali. Lakini mbona unaonekana upo na hofu kubwa sana? Shida ni nini? Unajua kama princess yako akikuta katika hali hii, lazima mimi nitaadhibiwa. Ilo usijali kwa sababu Seron ya kumaliza alichotaka kuzungumza, alihisi maumivu makali sana katika mbavu yake. Ila alipotazama ulikuwa ni mshale umezama, na tena pale pale katika jeraha alilopata. Na aliyefanya hivyo alikuwa ni Prince Sekwa. Seron alijikuta akienda chini na damu nyingi sana zikitoka. Kitendo hichi kilimfanya Diana ashangae sana. Haraka alimwahi Seron, lakini alikuwa hajiwezi. Yaani damu alizozimwaga hapo zilimfanya hata nguvu nyingi sana zimuishe. Umefanya nini sasa Sekwa? Umefanya nini hichi? Mbona unakuwa kama mnyama? Diana alimjia juu Sekwa, na kuishia hapo alimsindikiza na kibao kizito cha hasira. Maana alichokifanya hapo ulikuwa ni ukatili mkubwa sana. Kwani umeona nimefanya nini? Na nilimwambia huyo mnyama kama utachunika hata kidogo, basi cha moto takiona. Sasa siku imetokea, si nilitoa ahadi. Eti mnyama? Hivi unapata wapi ujasiri wa kumuita binadamu mwenzako mnyama? Au kwa sababu ya ukubwa wa babako? Sasa wewe ndio mnyama. Na pia kama ulikuwa haujui, wewe ni muoga wa mwisho ambao unaogopa hata kuwa simba na kumtumia mwanaume mwenzako. Na huyu ndiye shujaa wangu, kautambua hilo. Diana siku hiyo alijikuta akizungumza mpaka wako walishangaa. Na mwisho akaamuru walinzi wamchukue Seron na kumrudisha katika kasri. Na hili zoezi litaendelea. Kama kuna mtu ambaye ataweza kuniua niue, lakini nimeshasema. Naam. Ilikuwa ni kauli ya kibabe sana ambayo ilimwacha kila mmoja mdomo wazi. Yaani binti aliolewa jana tu kwenye himaya kifalme amekuwa mwenye kauli kuliko hata mfalme mwenyewe. Basi ilibidi mawindo yasitishwe na kurudi katika kasri. Lakini hata usiku ulipoadia, Seron akiwa amelala, alilala kwa tabu sana. Maana alikuwa ni mwanaume mwenye maumivu sana kila mahali. Na hata matibabu aliyoyapata yalikuwa ni ya juu juu tu. Tukirejea huku kwa Sekwa na mke wake Diana, maelewano yalikuwa hakuna kabisa. Walilala mzungu wa nne. Lakini ilipotimu majira ya saa 6 usiku, Diana alichukua dawa na kuinuka taratibu bila Sekwa kujua. Na hata ikujulikana alikuwa anaelekea wapi. Seron akiwa anaugulia majeraha yake, mlango wa chumba chake ulifunguliwa na kuna mtu aliingia kwa haraka sana. Alimtambua alikuwa ni Sandra, ila siku hiyo hakuwa ni Sandra, ila alikuwa ni Diana, ambaye ndiye amekuja kumpatia huduma. Sandra, kila siku anakuambia hutakiwi kuja huku. Sasa unafikiri Sekwa akikuona itakuwaje? Si unajitafutia matatizo. Mimi kuanzia leo nitajitoa kufa au kupona kwa ajili yako. Sitajali kama una thamani ama huna thamani. Na ninafanya hivi kwa sababu wewe ni mume wangu ambaye hata babangu anakutambua. Diana alizungumza kwa hisia sana na kumfanya Seron astuke. Ila hakuweza kusimama kwa sababu ya Princess. Na pia hakuweza kusimama kwa ajili ya majeraha yake. Alikuwa akiumia sana.
Princess, ni wewe? Ni mimi, nipo hapa. Nimekuja kukupa matibabu na pia kukushukuru kwa msaada wako, maana pasipo wewe sasa ningekuwa marehemu. Lakini nashukuru sana. Usijali, ni jukumu langu kufanya hivyo kiongozi. Diana alifurahi sana kuwa karibu na Seron. Na hata hivyo moyo wake ulikuwa ukimpenda sana Seron. Hivyo alimpatia matibabu ya haraka sana kumwaga. Na kisha aliondoka zake akimwacha akiutafuta usingizi. Maana maumivu yalikuwa yamepungua sana. Kiza kilikuwa kimeshamiri ndani ya chumba hicho. Lakini ghafla ilionekana mtu akiingia ndani ya chumba hicho cha Seron. Na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Sekwa. Tena alikuwa amekamata panga kali sana mkononi. Yaani kwa hakika leo sikuachi, lazima niondoe maisha yako. Lazima. Sekwa alizungumza na huku akiwa na hasira sana. Haikufahamika alimwona Diana wakati gani, ama wakati anaingia humo ndani ama la. Alikuwa amedhamiria kuua kabisa. Na ukiangalia Seron alikuwa katika hali mbaya sana. Hivyo ingekuwa rahisi kufanya yake. Seron muda wote alikuwa akiomba msamaha, maana kufahamu kosa lake kwa Sekwa. Lakini Sekwa hakutaka kumsikiliza. Alipitisha panga lake mkononi mwa Seron na kupelekea mkono wa Seron wa kushoto kuanguka chini, kwa maana ulikuwa tayari umekatwa. Lilikuwa ni tukio la kutisha sana na kuogopesha kupita kiasi. Lakini muda huo huo Seron alikurupuka kutoka usingizini na kutazama mkono wake. Lakini aliona ukiwa mzima, ila jasho lilikuwa likimtoka sana. Mungu wangu, ni ndoto gani tena hizi jamani? Seron alijisemea mwenyewe. Na huko akijilaza tena katika mkeka na kuanza kutafuta usingizi. Wakati kutafuta usingizi, mawazo yake yalikuwa mbali sana kwa Diana, ambaye alikuja kumpatia msaada masaa machache yaliyopita. Na kujikuta akiishia kutabasamu, maana aliona amepata mtu wa kumjali sana, angalau kidogo tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Basi mawazo yake yalikaribisha usingizi mzito ambao ulimpitia pasipo kujitambua. Lakini wakati yeye anapata usingizi huku Diana alikuwa macho, yani hakupata tena usingizi. Akili yake ilikuwa kwa Seron. Hivi huyu mtu anapata lini thamani yake kama binadamu? Maana anateseka sana kila kukicha. Lakini tusubiri, lazima atapata haki yake kama binadamu. Subiri. Diana alijisemea na nafsi yake. Lakini Sekwa alikuja kuamka, alishangaa kumkuta Diana bado hajalala, na alitambua nini kilikuwa kinamsumbua. Kwa hiyo yule takataka ndio anakunyima usingizi, si ndio? Hebu achana naye, pumzika bwana. Yule hata akifa hana thamani yoyote kwako. Unasemaje wewe? Alafu tafadhali Sekwa, naomba uniache, maana nafikiri akili zangu nazijua. Kwa hiyo sitaki niwaamshe watu. Alafu pia sitaki kujibishana na wewe. Umenisikia? Diana alivuta shuka na kugeukia upande wake, na huko akimwacha Sekwa akizungumza mwenyewe, maana aliona kama anampigia kelele ambazo hazina macho wala miguu. Basi usiku ulipita kama hivyo. Lakini kuna pambazuka asubuhi na mapema, Diana alikuwa wa kwanza kuamka. Aliita watumishi wake wote na kuanza kupangia cha kufanya. Ila kikubwa zaidi alikuwa akiwapa majukumu ya kufanya usafi chumba kimoja hapo ndani ya jengo hilo ambacho kilikuwa tupu. Sasa madam, kwa nini tufanye usafi kwenye chumba hicho? Au kuna mtu anatakiwa kuishi? Maana kila mtu anaishi humu ana chumba chake. Au kuna shughuli unataka kuifanya humo? Kuna mtu ataishi hapa, na atakayeishi humo ni Seron. Kwa hiyo fanya haraka, kazi imalizike leo, sawa eh? Diana alitoa maagizo. Lakini kabla watumishi hawajatawanyika, alifika Malkia Sayuni na kuwazuia. Alisogea mpaka alipo Diana na kumtazama kwa muda, na kisha alitabasamu kwa dharau. Unatoa maagizo wewe kama nani? Au haujui kuwa wewe ni sadaka tu? Oh, sorry. Huyo unayemwandalia chumba, kwani amekutuma ama unafiki tu? Umekujia mkubwa wewe. Hapana mama. Unajua Seron, tena unyamazi.
Sitaki kusikia hilo jina Sero ni maskini kwangu. Kwa hiyo kama huna kazi ya kufanya, naomba urudi tu kulala. Au kama unaona Sero ni muhimu, basi nenda kamsafishie chumba chake wewe mwenyewe. Lakini sio kuwasumbua watu hawa kwa huyo takataka wako. Dana alikuwa kimya akimsikiliza Malkia Sayuni. Lakini mwisho wa kutaka kumjibu kitu, alimpita na kuelekea kilipo chumba ili kufanya usafi. Maana kama wafanyakazi wamekatazwa, basi aliona hakuwa na budi kuchukua jukumu hilo yeye mwenyewe. Zoezi hilo likuchukua muda sana, alikuwa amemaliza. Lakini wakati anatoka aligumiana uso kwa uso na Sekwa ambaye alikuwa na haraka zake. Na hili ilionyesha kuna sehemu alikuwa anaelekea. Unaelekea wapi Sekwa? Mbona kama una haraka hivyo, kama unakwenda kuchukua mkopo benki? Kuna sehemu na wahi mke wangu. Maana kuna dada zangu wanawasili leo kutoka Paris. Kwa hiyo kabla saa 6 natakiwa nifike uwanja wa ndege, lakini mbona kama umechafuka sana? Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa tu na lakini usijali, nikutakia safari njema. Dana kutaka kusema kila alichokuwa nakifanya. Maana alijua kama atasema huenda Sekwa ataanza kufoka. Hivyo alimtakia safari njema na kisha akaelekea chumbani kwa Sandra na kumpangia majukumu pia. Sasa sikia Sandra, unatakiwa upange vitu katika kile chumba. Mimi nitaagiza walinzi kadhaa kwenda kuchukua baadhi ya vitu vilivyokuwa vimekosekana katika hicho chumba. Hivyo nakuomba ufanye haraka sana, haraka tu. Sawa princess. Dana baada ya kuacha maagizo alitoka nje na kuagiza walinzi kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika. Ila alipotazama mbele alimwona Sero ni kwa mbali akilisha majani farasi. Hakutaka kumpotezea. Alijiongea mpaka alipo na kuweza kumshika mkono kwa hasira. Hivi unaugua kichaa? Si unaona hali yako sio nzuri, alafu unafanyaje kazi ngumu kama hizi? Au unataka kufa kwa kuwa umeambiwa huna thamani na mwenyewe unajiweka hivyo hivyo? Samahani princess, lakini Malkia Sayuni alinifuata katika chumba changu na kunipa kazi hiyo. Kwa hiyo nisingeweza kupinga. Aha, basi sawa. Sasa nakuomba uache na unifuate. Achana na hiyo kazi, atafanya mtu mwingine. Dana aliita kijana na kumpatia kazi. Na kisha alimshika mkono Sero na kuelekea naye chumbani. Chumba ambacho alielekea ni cha Sero. Na kisha alimtaka aketi chini na kuvua shati. Princess, unajua sitaki kujua, nimekwambia vua hilo shati. Nataka kuangalia hayo majeraha yako yanaendeleaje. Dana alikuwa mkali sana kuhusu hali ya Sero. Na kupelekea hata Sero ni amshangae. Maana kwenye maisha yake tangu anakuwa hakupata mtu kumjali kama anavyomjali Dana. Mungu wangu, unaona majeraha yako haya? Okay, sasa lalia tumbo, nataka kuosha hayo majeraha na kubadilisha hizo bandage. Ila kwanza leo hutalala hapa. Kuna chumba nimekutafutia. Kwa hiyo utakwenda kulala kule. Dana alianza kumfanyia huduma Sero, ambaye bado alikuwa haelewi ni chumba gani ambacho ametafutiwa. Basi tutoke huku tuelekee katika mji uliokuwa unaendelea kidogo. Na mji huo ulikuwa kuna magari mengi sana kama kawaida. Magorofa marefu na mafupi na hata ndege. Kiufupi ulikuwa ni mji wa kisasa zaidi, tofauti na miji mingine ambayo walikuwa wanaishi wakina Sero. Huko bado kulikuwa hakujaendelea. Na ndio maana hata tawala zao zilikuwa za kifalme. Basi huku uwanja wa ndege, Mona Lisa pamoja na Melissa walikuwa tayari wamewasili na kupokelewa vizuri na kakao. Lakini Melissa hakuwa na furaha kabisa kama alivyokuwa Mona Lisa. Mpaka Sekwa alimshangaa na kumuuliza shida ni nini? Amna kaka. Niko sawa tu, ila nimemisi sana babangu. Kwa hiyo natamani hata niwahi tu kufika haraka. Si unajua tena umekata mwaka wa 3 sasa sijaonana na babangu. Oh, basi sawa. Hata naye mwenyewe amekumisi sana. Kwa hiyo twendeni dada zangu. Kuna gari inatusubiri hapo nje. Fanyeni haraka. Sekwa alichukuzana na dada zake na kutoka, lakini Melissa bado alikuwa hana furaha kabisa. Na Mona Lisa alitambua nini ambacho kilikuwa kinamsibu dada yake. Walitoka na kujipakia katika gari na kisha safari ilianza.
Lakini upande wa Seron, baada ya kupatiwa matibabu, alipelekwa chumbani kwake, lakini bado alikuwa haelewi chochote. Princess, kwa nini umenileta hapa? Huoni kama ni hatari endapo Malkia Sayuni ama Princess kwa kinikuta hapa? Usijali, hakuna yoyote atakaye kugusa. Kwa hiyo nimekuleta hapa kwa sababu hiki ni chumba chako kwanza sasa. Eti? Ndiyo, ni chumba chako. Kwa hiyo usijali, utakuwa unalala humo. Na hakuna chochote cha kuhofia. Kama kukupa adhabu, basi unipe mimi ambaye nimekupa amri, sawa? Seron hakuwa na lolote la kusema, alikuwa kimya tu akitazama kile chumba ambacho kilivutia sana. Na mwisho alimgeukia Diana na kumshukuru, huku akimwonyesha tabasamu ambalo lilimpa faraja kubwa sana Diana. Muda ulikwenda mpaka ina timu saa 10 za jioni. Melissa na Mona Lisa walikuwa wamewasili katika kasri kubwa kifalme ambalo lilipokelewa kwa heshima kubwa sana, maana walikuwa ni maprincess wa kifalme. Sasa Princess Diana, kama nilivyokusimulia, kuwa mfalme ana watoto wawili ambao ni mapacha. Kwa hiyo ndio hapa sasa, huyu ni Melissa. Sasa huyu ni Melissa, lakini vile vile huyu hapa ni Mona Lisa. Ni warembo sana. Diana hakuacha kumwaga sifa zake kwa mabinti hao ambao walifika mpaka alipo yeye na Sekwa aliyotambulisha. Okay, karibuni sana mwofi zangu. Asante sana wifi, ila na wewe ni mrembo sana jamani. Ama hakika kaka yetu amepata mke wa kujivunia. Mona Lisa alikuwa ni binti mcheshi sana ambaye alijikuta akimchangamkia Diana, lakini Melissa yeye hakutaka mambo mengi sana. Baada ya kumsalimia alielekea alipo mfalme, na hii ikamfanya Diana agundue kwamba Melissa alikuwa na kiburi. Basi Diana aliongozana na Mona Lisa na huku ameshikana mikono, na muda huo Seron alikuwa akitoka chumbani kwake. Hivyo baada ya Mona Lisa kumuona alimkimbilia sana na kumkumbatia kwa furaha mno. Yaani alimchukulia kama kaka yake wa damu. Jamani kaka, upo poa wewe? Nimekumisi mpaka naumwa. Mona Lisa alijikuta mpaka machozi yakimlenga-lenga kwa furaha. Lakini Sekwa, kitendo cha kumwona Seron humo ndani katika jumba lao, alimfuata na kumpiga kofi zito sana ambalo kila mmoja aliyekuwepo humo alishuhudia. Kaka, unafanya nini? Yaani hujaacha tu chuki zako kwa huyu kaka jamani. Mbona waga unamwonea sana Seron? Kaka, na tena namchukia kuliko kawaida. Sasa naomba atoke nje haraka. Sekwa alikuwa tayari ni mwingi wa hasira sana. Lakini Seron wakati anatoka alishikwa mikono na watu wawili. Mkono wa kulia alishikwa na Diana na mkono wa kushoto alishikwa na Mona Lisa ambaye alikuwa amefura kwa hasira. Atoke ende wapi? Sinakuuliza wewe, atoke ende wapi? Yaani kama mimi tayari nimerudi hapa, basi hakuna yoyote kumfukuza Seron. Na tena atakula na sisi na kila kitu atashia na sisi. Mona Lisa alizungumza kwa jazba na kumfanya Diana kutabasamu, maana alikuwa amepata mtu mwingine ambao atashirikiana kumtetea Seron. Jamani nyie, mbona kama mna kelele sana? Kwa hiyo anayesababisha yote ni huyu mtumwa? Haendeleeni kuzozana, mkimaliza mtawanyike, maana naona kero tu. Melissa aliburuta begi lake na kuelekea chumbani. Huku nyuma Mona Lisa aliamuru watumishi kupeleka begi lake ndani, na kisha alimvuta Seron mkono mpaka katika meza na kumpatia chakula, kisha akamketisha. Seron alikuwa kimya tu muda wote, maana alikuwa hana lolote la kufanya. Mona Lisa aliagiza chakula cha kutosha na kumkaribisha Diana, na kisha taratibu walianza kula. Stori za hapa na pale na hazo zikiendelea. Upande wa Prince Sekwa hakuwa na ujanja, maana mbele ya mabinti hao huwa anatulia kama moja, na ukiangalia walikuwa wamemzidi umri, yani walikuwa ni dada zake. Kwa hiyo huyu Seron anajiona amepata tetezi, sio? Okay, sawa, acha tutamuonyesha, lazima atajuta kunitambua. Alafu huone Diana pia siku zake zinahesabika nimesema. Sekwa alijikuta akizungumza kwa hasira sana, na mwisho alielekea chumbani kwake, hakutaka kuendelea kubakia hapo. Basi kuanzia siku hiyo Seron alikuwa akiishi kwa amani kidogo,
japo kuna muda alikuwa akipata mateso ya hapa na pale kutoka kwa Sekwa na Melissa, lakini mateso yale hayakuwa makubwa sana kama zamani, na ukizingatia alikuwa na watetezi wawili pia wa upande wake. Siku moja ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku. Baada ya familia kupata chakula cha usiku, Mona Lisa alimwomba Diana wakutane katika garden, na baada ya kukutana alikuwa na machache kuzungumza naye siku hiyo. Niambie wifi yangu, maana umeniita hata sifahamu umenitia nini jamani. Utafahamu tu wifi yangu, lakini nimekuita hapa kukuuliza jambo moja tu, na nilikuwa nataka kukuuliza hivi, unampenda kaka Seron? Swali hilo lilimfanya Diana shangae sana, lakini kabla hajajibu Mona Lisa alianza kucheka. Usijali, najua unampenda sana Seron, na pia hunishi na kaka yangu vile vile. Huna jinsi, lakini nilikuwa nataka nikusaidie kitu kimoja, na ninachokitaka ni kukutorosha wewe na Seron mwende mkaishi mbali sana. Mona Lisa alizungumza, lakini Diana alikuwa hamuelewi. Japo alichokuwa nakizungumza kilikuwa kina ukweli ndani yake, lakini hakuwa akimuelewa. Unaongea kuhusu nini wifi? Utafahamu tu hapo baadaye. Sasa kama unampenda Seron, ni muda wenu huu kwenda kuishi mbali kabisa na huu ufalme. Naamini utafurahi sana wifi. Lilikuwa ni jambo jipya sana kwa Diana, maana kufikiria kama ingefika siku akawaza kutoka katika hii falme. Lakini muda huo Mona Lisa alitoa simu na kumwonyesha Diana, ambaye alikuwa haelewi nini kinaendelea. Simu ile ilikuwa ina video, na video ile ikimwonyesha watu waliokuwa wakipigwa vibaya sana mpaka kufa. Lakini Diana alipotazama watu wale alitambua kwamba walikuwa ni wazazi wake, ila hakufahamu lilikuwa ni tukio halisi ama la. Sasa mbona kama sielewi? Hawa ni wazazi wangu hawa? Ndiyo, ni wazazi wako, na hivi ninavyoongea tayari wameshafariki na wamekufa baada ya ndoa yako. Mlipotoka tu mfalme alituma jeshi lake na kwenda kuwaua. Maneno hayo yalimfanya Diana acheke sana, maana alihisi kama Mona Lisa alikuwa kimtania. Najua unacheka kwa sababu unafikiri ni mzaa, lakini wakati wazazi wako wanauawa, kuna mlinzi mmoja huwa anamtumia kunibia siri za mfalme. Kwa hiyo hata wewe hapa huwezi kuishi sana, utakufa. Na nimerudi likizo ili kufufua maovu ya baba yangu. Sasa, ili kunusuru maisha yako, naomba uondoke hapa. Diana baada ya kusikia maneno hayo alikuwa haamini, na taratibu machozi yalikuwa kimshuka, hasa alipowakumbuka wazazi wake. Pole sana Diana, lakini baba huwa anafanya hivi kama starehe, na ameshaua mabinti wengi sana, hasa waliokuwa wanaolewa na Sekwa. Kwa hiyo nakupa siri, na kama inawezekana kukimbia, basi uondoke leo. Diana alilia kilio kikubwa sana. Alikuwa haelewi chochote, lakini Mona Lisa alipogeuka nyuma alistuka kumwona Sandra, na alikuwa akiwasikiliza. Hivyo baada ya kugundua Diana anajua kila kitu, aligeuka ili kwenda kutoa taarifa kwa mfalme. Lakini haikuwezekana, maana alikutana uso kwa uso na mlinzi ambaye ndiye huiba siri za mfalme na kumpa Mona Lisa. Unataka kwenda wapi? Mimi ni... Sandra alishindwa kujua aseme nini, lakini mwisho upanga mkali ulipita shingoni kwake na kupelekea damu nyingi sana kuruka. Na hapo ndipo Diana alijua kweli hili ni jambo serious. Haukupita muda mrefu Seron alifika hapo akiwa mwenye wasiwasi sana, na ilionyesha jambo hilo alikuwa analifahamu kwa muda mrefu. Hivyo hakutaka kuchelewa, alimshika mkono Diana na kuondoka naye kwa kupitia njia za siri sana pasipo walinzi kustuka. Jamani, mbona kama ghafla sana? Mimi sielewi nini ambacho kinaendelea. Unatakiwa kufa. Kwa hiyo wewe tuondoke kunusuru maisha yako. Najua unajiuliza mengi sana usichokijua. Wazazi wako wamekufa muda sana, na wewe umeletwa hapa ili kufa pia.
Kila mmoja katika ifalme alikuwa anajua hilo, lakini wewe pekee ulikuwa haujui. Nakuomba twende. Ilikuwa ni sauti ya Seron ikimbembeleza sana. Ilimbembeleza Diana ili wapate kutoka. Diana mpaka wakati huu alikuwa haelewi chochote kabisa. Mambo yalibadilika ghafla sana, lakini akili yake ilikuwa mbali sana kwa kuwafikiria wazazi wake ambao mpaka wakati huo alikuwa haelewi kama ni kweli amekufa ama la. Lakini upande wa mfalme Mona Lisa na mlinzi wake walikuwa wamedhibitiwa tayari na majeshi kadhaa yaliyotumwa kumfuatilia Seron na Diana, ambao kufahamika wamekimbilia wapi. Hivi wewe mtoto ni mshenzi kabisa sana wewe. Yaani nini ambacho kimekufanya mpaka kumtetea yule mpuzi? Kwani hujui taratibu kama kila mwaka lazima sadaka ya damu itoke? Baba, mimi sikuwa na sababu ya kumuua Diana. Kwanza ni binti mkarimu sana. Kifupi nimempenda na ndio maana nimemsaidia. Na leo ni mwanzo na mwisho. Hakuna mila yoyote itakayofanyika hapa. Yaani mnaua watu wasiokuwa na hatia. Kila mila sasa. Huu ndio mwisho. Huu ndio mwisho baba. Huu ndio mwisho. Mona Lisa alikuwa akizungumza kwa kumaanisha sana, maana mpaka mishipa shingo yake iliweza kumsimama vizuri. Basi tukirejea upande wa pili, Diana na Seron katika kukimbia kwao walitokea alipo makazi ya wazazi wa Diana, lakini hakukuwa na kitu zaidi ya jivu tu. Na hapo Diana alichoka mno. Aliamini 100% wazazi wake wamefariki. Kilichofuata hapo ni kilio kizito sana ambacho kilimfanya Seron awe na kibarua kigumu sana kumnyamazisha binti yule. Diana, sio muda wa kuendelea kuwa hapa. Najua lazima mfalme ametuma jeshi kutufuatilia. Kwa hiyo nakuomba usimame. Simama tondoke. Simama mama. Seron alimshika mkono Diana na kumuinua, ambaye alikuwa amechoka sana na kuchoka kwake mwili mzima alikuwa hajiwezi. Wakati Seron anamuinua Diana, kwa mbali sana walisikia mchakacho. Na walipotazama waliona miale ya moto ikija. Walitambua kwamba lazima litakuwa ni jeshi la mfalme. Hivyo waliamua kuanza safari kutoka hapo na kutoka mbele zaidi, pasipo kujua watapata nafasi wapi ama watapata msaada wapi. Ndio akili zao zilikuwa zimefocus huko. Maisha yalikuwa yamebadilika ghafla kwa Diana. Yeye hakutegemea kama nyakati hizo ingetokea angepoteza wazazi wake na kubaki kukimbia hovyo kama mtuhumiwa ambaye alifanya kosa kubwa zaidi la mauaji. Alikuwa mtu wa kulia muda wote, mpaka hata miguu ilimwisha nguvu na kujikuta taratibu akienda chini. Yaani hakuweza tena kuendelea na safari. Diana, hebu simama tafadhali. Maana hapa sio sehemu salama. Kuna jeshi kubwa sana la mfalme linakuja sasa. Wakitukamata hapa uone kama litakuwa ni balaa jingine. Diana, tafadhali kuwa na nguvu mama. Kijana Seron akamwambia Diana, huku akijaribu kumuinua kutoka pale chini, maana Diana hata uwezo wa kuinuka mwenyewe alikuwa hana. Tafadhali Seron, wewe niache tu wanishike. Maana sina chochote nilichobakisha hapa duniani. Kama wazazi wangu tayari nimepoteza. Kwa hiyo nakuomba niache na uende zako. Acha nishike na kwenda kuniua, nipo tayari baba. Diana alikuwa tayari amejikatia tamaa, lakini Seron hakutaka kumwacha. Alimuinua na kumsimamisha na kisha safari kaanza. Walianza kwenda tena mbele zaidi. Hebu jikaze tafadhali Diana. Yaani huko nyuma jeshi linakuja la watu si chini ya 200. Kwa hiyo kama akitushika itakuwa ni ngumu sana kutoka katika mikono hiyo. Na kuomba jikaze. Seron hakuacha kumpa moyo Diana, ambaye alijikatia tamaa. Na hata walipokwenda hawakufahamu wanakwenda wapi, maana hawakuwa na mipango maalum. Seron, huku tunakwenda unapajua? Na una uhakika ni salama kweli Seron? Maana naona kama tunazidi kutokomea tu porini. Diana ilibidi avunje ukimya na kumtupia swali Seron.
baada ya kuona wanatokomea pasipo kuona mwangaza wowote wa kujikomboa. Usijali kabisa, mimi napafahamu huku, maana nilikuwa nikija sana nasekwa. Kwa hiyo niamini mimi, na ninakuahidi tutakuwa salama, usijali Diana. Seron alimtoa hofu Diana, ambaye alitokea kumwamini sana, lakini huko alipokuwa akienda na hakuwahi kabisa kufika tangu kuzaliwa kwake. Na hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza katika maisha yake. Ili kuokoa maisha yao walikimbia na hatimaye walitokea katika stendi kuu ya magari ambayo yanaelekea mjini. Lakini Diana, kitendo cha kuona magari, alibaki kushangaa, maana tangu kuzaliwa kwake hakuona vitu kama hivyo. Muda wote alikuwa kijijini mpaka kukua kwake. Seron, hii ni nini jamani? Diana ilibidi kwanza ajifiche nyuma ya Seron, maana vitu alivyoviona mbele yake vilikuwa vigeni kabisa. Maana alizoea kuona farasi ambao hutumika kama usafiri na sio magari. Yaani hakuwahi kuyaona wala kuyasikia. Usijali, hani magari. Magari? Magari ndio nini? Na huyo ana kazi gani? Mbona mimi hata sielewi? Naomba basi turudi tulipotoka. Sitaki kufa mimi. Naomba turudi tafadhali jamani.